Naomba nitumie nafasi hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza niungane nawe kuwapa pole nyingi wananchi wa Tindiga, wananchi wa Kilosa kwa maafa ya mafuriko. Poleni sana. Na ni jambo la pili, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na unyenyekevu ni kuhakikishie kwamba ofisi ya Makamu wa Rais tumepokea maelekezo yote ulioyatoa ya kuhakikisha tunaboresha mazingira ili wananchi wa Kilosa, wananchi wa Tindiga waondokane na kero na athari za mafuriko ya mara kwa mara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tayari serikali ngazi ya taifa, mkoa na wilaya tumeshaendelea utekelezaji wa mpango wa utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti, na katika mwaka uliopita Mheshimiwa Waziri Mkuu 2024 mkoa huu wa Morogoro ulipanda jumla ya miti milioni 12,846,795. Hongereni kwa hatua hiyo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kweli ni kwamba bado kasi ya kupanda miti inahitajika. Mafuriko haya mengi, ndugu zangu wana Tindiga, yanatokana na mito yetu kuwa na kina kidogo. Mvua zikinyesha, maji yanatapika, yanakuja kwenye makazi ya wananchi, yanaleta madhara makubwa, madhara ya kupoteza maisha, madhara ya kuharibu miundombinu ya kilimo, madhara ya kuharibu vituo vya huduma na makazi binafsi. Kwa hiyo naomba ndugu zangu wana Kilosa, wana Tindiga, katika mpango wa maendeleo ya taifa letu 2025-2050 kuna nguzo tatu, lakini nguzo moja ni nguzo ya uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, lakini na uboreshaji wa mazingira. Yote yaliyosemwa na Mheshimiwa mawaziri wa kilimo, wa maji na wengine hayataweza kufanikiwa kama hatutatunza mazingira yetu. Mazingira yetu ni uhai. Tuweke utaratibu wa kila mwananchi angalau kila mwaka panda miti yako 5, itunze. Tutapunguza athari ya mafuriko, tutaboresha afya zetu, na mnaona tumekaa hapa, kuna kivuli kizuri, hali ya hewa nzuri, na hata ukija upepo hautaathiri shule yetu. Kilosa oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwahakikishie wananchi kwamba tumejipanga na halmashauri zetu kuhakikisha tunaboresha mazingira, na nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutalifanya jambo hilo kwa uthabiti wa hali ya juu.